Na leo ukitaka kumjua mtu haina haja ya kumwekea makachero wamchunguze ma CCTV. Wewe angalia rafiki yake ni nani. Inakutosha wewe kumjua huyu ni mtu aina gani. Wewe leo hauwezi kudai kwamba wewe ni mtu mzuri na marafiki zako ni watu wavuta bangi, marastafari, watu wenye kukesha katika maasi, matariku sala. Utakuwaje mtu mzuri wewe? Chagua rafiki. Na wallahi muulize mtu yoyote ambaye sasa hivi amefitiniwa, ametiwa ndani ya mtihani wa baadhi ya uraibu, muulize yule anayekunywa pombe alianza vipi kunywa pombe, atakwambia ni rafiki yangu ndo aliniingiza. Muulize mtafuna miraa alianza kutafuna vipi miraa, atakwambia ni rafiki yangu ndo aliniingiza. Muulize mcheza kamari mwenye kujisha na mambo ya riba, mambo ya muziki ya disco na mengineo, ni rafiki. Kwa hivyo chunga sana rafiki ambao unayefuatana naye. Mtume anasema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Chunga mtu yuko ndani ya dini ya rafiki yake, na angalie mmoja wenu rafiki yako anakupeleka wapi. Huyu rafiki namna unavyoshirikiana naye hapa duniani katika kumaasi Mungu, ndo namna mtakapokwenda kushirikiana ndani ya moto wa Jahannam katika adhabu. Mwenyezi Mungu anasema wa innahum fil adhabi mushtarikun, watashirikiana ndani ya adhabu. Lakini rafiki mwema siku ya kiyama atakapoingiza peponi, Mtume anasema atakapoingizwa peponi atamuuliza Mwenyezi Mungu, rafiki yangu iko wapi? Allah, fulani bin fulani, tulikuwa tunaswali naye msikitini, tunakaa naye katika sehemu ya kheri, tunakumbushana mambo ya kheri, yuko wapi huyu? Mwenyezi Mungu atamwambia huyu alipelekwa motoni. Rafiki atamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, nakuomba mtoe rafiki yangu motoni. Basi Mwenyezi Mungu atamwambia nenda ukawaambie malaika wamtoe ndani ya moto rafiki, na utatolewa ndani ya moto kwa sababu ya rafiki yako mwema.